unyenyekevu mkubwa. Kwanza napenda kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa shule hizi za sayansi kwa wasichana, kwa kuwa amewezesha usawa wa watu wenye ulemavu na wasio na ulemavu, kwa kuwa watu wenye ulemavu wanapata nafasi ya kuendelea kusoma na kuchagua combination za sayansi. Pia inatusaidia kutokatishwa tamaa mapema, kwa sababu watu walikuwa wanasema kwamba mitaani wanasema kwamba walemavu hawawezi chochote, walemavu hawawezi kujiendeleza wenyewe. Ila Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametuwezesha kupata nafasi ya kusoma katika shule hii ya sayansi. Kwa kipekee kabisa na kwa unyenyekevu mkubwa, ningependa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mradi wa shule hii ya wasichana wanaosoma masomo ya sayansi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuhakikishia sisi kama wasichana tunapata elimu iliyo bora na kwa urahisi zaidi katika masomo ya sayansi, kwani kwa kipindi cha nyuma sisi wanafunzi wasichana tulikuwa hatuaminiki katika masomo ya sayansi, lakini kupitia mradi huu ametufanya tuaminike katika jamii ya kwamba tunaweza kupata elimu na kusomea masomo ya sayansi. Lakini pia ningependa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuhakikishia kwamba sisi wasichana tunatimiza ndoto zetu kwa urahisi, kwa sababu kipindi cha nyuma sisi kama wasichana tulikuwa na ndoto za kusomea masomo ya sayansi, tulikuwa tunapata shida sana na changamoto mbalimbali kwenye masuala ya masomo ya sayansi, kama vile tulikuwa tunatamani tukiwa na ndoto mbalimbali za kuwa madaktari, tukiwa marubani, manahodha, lakini tulikuwa tunapata changamoto mbalimbali kwenye kupata urahisi wa kufikia na kusoma masomo hayo. Lakini kupitia mradi huu ambao Mheshimiwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametuhakikishia sisi kama wasichana tunapata kutimiza ndoto zetu kwa urahisi zaidi. Iko na umuhimu mkubwa sana mahali hapo, sababu imesaidia kutatua changamoto za wanafunzi wa kike kwa asilimia kubwa. Kwa mfano, wengi walikuwa wanapata changamoto ya umbali mrefu kufika shule, kwa shida kufikia malengo yao kwa sababu ya ule umbali, walikuwa wanapata vishawishi vingi njiani. Lakini pia majaribu mengi waweza kuepuka. Kwa mfano, vishawishi vya wengi walikuwa wanaishia njiani kwa kupata mimba kwa namna tofauti, lakini pia kuna availability ya vitu vingi tofauti ambavyo kwa mashule mengine ya mjini vinasoma. Mfano, maabara kuna vifaa vya kutosha. Yaani ni kwa hali ya kawaida shule kuwa mpya na kupata kila kitu kwa wakati ni kitu ambacho ni cha ajabu. Yaani shule iwe mpya lakini bado kuna resources zote. Kuna maabara, mabweni ya kutosha, maji yanatoka, umeme unatoka katika mazingira ambayo katika hali ya kawaida ni magumu. Kwa pia tukiongelea mazingira ya shule yetu, actually ni mazuri, yanapendeza na pia motivate wanafunzi kusoma. Kuna miti mingi, hewa tunapata safi, maji yapo, umeme tunapata, mabweni ni mazuri, madarasa yetu ni mazuri pia, yana miundombinu mizuri ili kumotivate wanafunzi kuweza kusoma vizuri. Mshukuru sana, na pia tunamwaahidi kwamba tutasoma kwa vyovyote vile ambavyo kama ikiwezekana kufanya chochote tutajitahidi. Tutahakikisha hata madada zetu wametoa ahadi kubwa sana, kwa sababu sisi hapa walevo bado hajafikia stage hiyo, lakini sisi tutapambana kuhakikisha tunaleta awani za kutosha, na wao pia wameahidi kuoania zile nafasi za Samia Scholarship na wameahidi kwamba atazipata. Kwa hiyo tuna imani nao na tuna imani kubwa sana kwamba tutaweza kuzipata pia na sisi tukifika level hizi. Kipekee kabisa tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada zake na maono yake makubwa wa kuhakikisha elimu bora inatolewa kwa wasichana wa Tanzania kupitia ujenzi wa shule maalum za sayansi ambazo zipo katika kila mkoa nchini Tanzania. Ujenzi wa shule hizi za sayansi maalum za wasichana zimekwenda kuamsha hali na kuleta juhudi kwa wanafunzi kuhakikisha kwamba wanasoma kwa bidii ili waweze kutimiza ndoto zao na malengo yao. Kuzingatia Mheshimiwa Rais wakati anaanzisha shule hizi za sayansi maalum kwa wasichana alikuja na maono makubwa, maono ya Samia Scholarship. Hivyo tunaona kabisa tutakwenda kupata viongozi wazuri lakini pia wataalamu bora wa hapo baadaye kwa taifa letu. Mradi huu wa shule ya sayansi ya wasichana ya Lindi
Umegharimu jumla ya bilioni 4,737,181,620 ambapo ujenzi umekamilika. Moja kati ya miradi mikubwa sana katika manispaa yetu ya Lindi ni shule ya wasichana ya Kilangala. Ile ni shule maalum ya wasichana ya sekondari ya sayansi kwa ajili ya kumuinua binti katika masomo ya sayansi na tehama. Shule ile imegharimu zaidi ya bilioni 4.6. Imekamilika na Mheshimiwa Rais mwenyewe aliweka jiwe la msingi Septemba 2023. Shule ile hadi sasa inaendelea kutoa huduma bora ya elimu. Wanafunzi wetu wanafaulu na ni moja kati ya shule zenye ufaulu wa juu 5 bora kwa mkoa wetu wa Lindi. Ina maana tunaona taaluma ipo vizuri. Miundombinu imewekwa, walimu wameweka, wanafanya kazi na tunaona taaluma ya pale inakwenda vizuri sana. Hii ni ziara ya waandishi wa habari wa mkoa wa Lindi kutembelea sekta ya elimu iliyoboreshwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutoka hapa katika hii shule ya sekondari ya mkoa wa Lindi ya wasichana, mimi ni Asia Chipuli wa Global TV. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali. Vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.